Kuna miujiza ambayo haitaki tu uombe. Mungu akikusikia lazima atumie kinywa cha kuhani wake kutamka huo muujiza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi anatumika huku hajui anatumika. Kwa nini unataka utokwe jasho kwa jambo ambalo linahitaji tu tamko? Wewe unafikiri hivi Hana angekukuluka kiasi gani na mmewe ili apate mtoto? Ilitaka tamko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampata Samueli, na alipomleta kwa Bwana, Bwana akambariki na watoto wengine 5. Tunajifunza kwa habari ya Mungu kukutana na mahitaji yetu kama watu wake. Wakati Mungu anapoanza kufundisha au anaposukuma jambo fulani lifundishwe, anasukuma kwa sababu anakaribia kulitenda. Unaposikia katika mwaka fulani ulikuwepo kwenye ibada fulani, kwenye huduma fulani, alafu wakatangaza kwamba mwaka huu ni mwaka wa, sio ule mwaka ndo unaachilia hicho kilichotangazwa. Ni mimi na wewe kwenda kwenye mapito ya Bwana yanayofunuliwa mwaka huo, ndio yanasababisha kilichotangazwa kiweze kutokea. Sasa wewe unatembea tu, ni mwaka wangu wa kupenya, alafu hufanyi yale ambayo Mungu anayafundisha. Huendi katika mapito, sababu unono unapatikana katika mapito ya Bwana. Na mapito ya Bwana ni vile unavyopita, vile unavyoishi, kwa sababu ya kile ulichofundishwa. Tunapoona kwamba hakuna ugavi wa kimungu katika maisha yetu, tunasema kwamba nafikiri wakati wa Bwana kutenda ni bado. Je, ni kweli wakati wa Bwana kutenda ni bado, au wewe hufanyi sawasawa na maelekezo, ndio maana inaonekana kama ni wakati wa Bwana kutenda bado? Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali elekezo la kichizi toka kwa Mungu kuliko elekezo la kisomi toka kwa mwanadamu.